wapendwa, tunaendelea kutakiana heri ya sherehe hii ya leo ya kuzaliwa Mwokozi duniani. Herini sana kwa sherehe za Christmas. Tunaadhimisha misa hii ya mchana tukiwa na kumbukumbu ya misa takatifu tuliyoadhimisha usiku wa kuamkia leo, misa ambayo ilitupa kama utangulizi, lakini katika utimilifu wake mambo hayo yaliyotokea katika historia ya wokovu kule Bethlehemu. Tunapoangalia masomo ya jana, tunapata picha ya kilichotokea kwamba katika mji wa Bethlehemu ujulikanao pia mji wa Daudi katika Uyahudi, amezaliwa mtoto ambaye anakuja na maajabu yake. Huyo mtoto, maandiko matakatifu yanatufunulia kwamba ni mtoto aliyezaliwa na mwanamwali mmoja, Bikira Mariamu, na babaye katika hali ya binadamu ni Yusufu ambaye ni wa kabila hilo la Yuda pia. Lakini mtoto huyu ameambatana na ishara za ajabu tofauti na watoto wengine. Tumesikia kwamba usiku ule ambapo alizaliwa wazazi hawakupata mahali pa kujistiri, na hivyo Mariamu na Yusufu wakaenda katika pango la ng'ombe, na huko Mariamu alivyojifungua hakuwa na la kufanya zaidi ya kumchukua yule mtoto na kumlaza katika hori la kulishia ng'ombe. Tunaweza tukafikiria hori la kulishia ng'ombe ndani ya zizi la ng'ombe kukoje huko, harufu zinazotoka huko zikoje. Sasa siji mtoto hata chacha nafikiri ananipiga nyingi chacha, ni kubaya. Mavi ya ng'ombe yale bila shaka tapunda alikuwepo. Ukiangalia kwenye pango ya punda ni mabaya zaidi. Sasa amezaliwa katika hali hakuwa na namna, amelazwa katika holi la kulishia ng'ombe, na nafikiri hakuwa na usafi wote uliokuwa umefanyika katika lile holi wala katika mazingira ya lile zizi la ng'ombe. Na pale tunaonyeshwa kwamba Bikira Maria na Yosefu wako magotini. Ni ajabu mojawapo hiyo, wanamwabudu. Picha tunayopewa, wanamwabudu. Kwa nini? Walikuwa wanafahamu ukuu wa huyu mtoto, wanamwabudu Bikira Maria. Bila shaka unaweza kufikiria mwanamke anapojifungua wakati huo, alafu wakati huo anapiga magoti kumwabudu mtoto. Jaribu kupata picha hiyo. Basi ishara nyingine ambazo tumeonyeshwa ni kwamba kutoka mbinguni malaika anawapasha habari wale wachungaji wa maeneo yale, na ujio wa malaika ni nuru kuu iliyowafunika wale wachungaji, na baadaye ujumbe ukaja. Malaika kawaambia, msiogope, tulisikia jana katika mji wa Daudi, Bethlehemu ya Uyahudi, amezaliwa mtoto, na kufunua kidogo hali hiyo ya mtoto ni wa namna gani. Leo katika adhimisho hili la misa ya mchana tunaendelea kutafakari pamoja na kanisa, lakini tukiongozwa na mwinjili Yohane ambaye yeye amejaliwa kutafakari juu ya yule mtoto aliyezaliwa Bethlehemu katika hali ile ya umaskini, ya ukiwa, ya unyonge, ya unyenyekevu, hali mbaya.
na anajaribu kutuonyesha sasa yule mtoto ni wa namna gani. Na kama tulivyosikia katika Injili, anaanza na neno, hapo mwanzo kulikuwako na neno, na anaendelea kusimulia kama tulivyosikia. Ukiangalia simulizi zake juu ya hilo neno au huyo neno, ni mtu ambaye amekuwepo si tu ndani ya wakati, lakini hata nje ya wakati. Si tu ndani ya historia ya ulimwengu, lakini nje ya historia ya ulimwengu, kwa sababu yeye ndiye chanzo cha vitu vyote vilivyopo katika historia. Na anafunua kidogo kusema kwamba huyo ni Mungu kwa asili yake, na anapokuja kumalizia kusema kwamba na huyo neno akatwaa mwili akakaa kwetu, akatwaa mwili akakaa kwetu, ndiyo kusema kwamba mtazamo wake wa huyu Yohane Mwinjili ni kwamba yule mtoto aliyezaliwa Bethlehemu alikuwepo tangu mwanzo, ni Mungu, ana utimilifu wote wa kimungu, ana sifa zote za kimungu. Lakini pia tunaona kabisa ni mwanadamu. Ndani ya yule mtoto kuna utimilifu wote wa kimungu na kuna utimilifu wote wa ubinadamu wetu. Kwa hiyo ni mtoto wa ajabu fulani, ana nafsi hizo mbili, ana asili hizo mbili, tuseme asili ya kimungu na asili ya kibinadamu. Sasa huyu ambaye ni wa milele, ni Mungu ambaye ni chanzo cha vitu vyote, ambaye ni roho tupu. Ajabu inaonekana, inakuwaje kwamba atwae mwili huu wa uharibifu wa kibinadamu? Kwa sababu gani sasa? Kwa sababu gani? Na mwandishi wa waraka kwa Waebrania anajaribu kuelezea kwamba kwa kweli angeweza kutwaa walau hata asili ya malaika, lakini hata ile asili ya malaika hakupenda kuitwaa, na ile ingekuwa nzuri zaidi kwa mtazamo pengine wetu, kwa sababu malaika ni roho na Mungu kwa asili ni roho tu, walau ile sasa. Lakini ametwaa hali ya ubinadamu, mwili wenye kuonja masumbufu na masulubu, mwili wenye udhaifu wa aina nyingi, na mojawapo mwili unaokufa na kuoza. Ndio huu ambao Mungu amependa kuutwaa. Sasa tunajiuliza, amesukumwa na nini kweli mpaka aje katika hali hiyo? Ni upendo wa Mungu. Kwa hiyo Christmas au Noeli, wapendwa, tunaadhimisha upendo ulivyo mkuu wa Mungu kwa wanadamu na kwa ulimwengu mzima. Naomba tumpe Mungu sifa na shukrani kwa hilo. Huyu Mungu ameonyesha upendo mkuu kwetu hivyo kwamba akathamini hali yetu kwa yeye mwenyewe kuja kuwa kama sisi. Na hili ni fumbo, linaitwa fumbo la umwilisho. Ni fumbo, hatuwezi tukajua imekuwa kuwaje na kwa nini kwa undani kabisa. Mungu ameamua kufanya hivi alivyofanya. Jibu letu la kwanza ni upendo wake umemsukuma. Kwa nini upendo wake umemsukuma? Kwa sababu yeye katika mpango wake alikuwa ameweka mpango wa kwamba sisi tuwe na urafiki wa kudumu kati yetu na yeye. Na pale ambapo sasa tulikengeuka katika historia ya wokovu, tunaambiwa na maandiko matakatifu na historia mbalimbali humo kwamba Mungu alianza kuandaa namna ya kurudisha ule uhusiano yeye mwenyewe. Sisi hatukuinitiate kitu hicho, hatukuanzisha hicho kitu cha kupata wokovu. Yeye mwenyewe
aliona arudishe ule uhusiano uliokuwa umepotea, na anaanza kwanza kwa kumwita Abrahamu, anaanza kumwandaa. Anapofika kwa Yakobo au Israeli, anaunda taifa pana zaidi kwa kuteua makabila yale 12 wana wa Yakobo, wana wa Israeli, na baadaye ndio tunaona hilo kabila la Wayahudi tuseme, au taifa la Wayahudi ambalo analiteua kama taifa, analipa sheria na namna ya kuenenda. Ilikuwa ni maandalizi tu, na katika hiyo safari ya maisha ya Wayahudi au Waebrania ambao ni taifa teule, manabii wakaagua kwamba kwa kweli atakuja mmoja ambaye atatukomboa si tu sisi Waebrania, Wayahudi, lakini atawakomboa watu wote. Ndio Zaburi na somo la kwanza umesikia habari ya miisho yote ya dunia itauona wokovu au imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mungu mwenyewe kwa upendo wake ameamua kufanya hivyo, akiandaa ujio wake mwenyewe kwa njia ya lile taifa takatifu aliloliteua. Kwa hiyo tukielewa kwamba umwilisho umesukumwa na upendo wa Mungu kwetu sisi, tuone kwamba ujio wa Mwokozi duniani umeleta mapinduzi, mageuzi, mambo mapya. Ni vizuri sasa tukayaangalia hayo mambo mapya ambayo Mungu katika kutwaa mwili na kukaa katikati yetu ameyaleta. Mambo gani? La kwanza, ameleta namna mpya ya mahusiano kati yetu na yeye. Mungu ameona kwamba sasa kwa kiasi na kwa muda mrefu hawa watu wamesimama kama watu wa kuhurumiwa tu, kama watu waasi ambao wako nje ya programu yangu, wako nje ya yale mahusiano ambayo tunayapa neno tu utakatifu, maisha ya utakatifu, na anaamua kuja kufanya hiyo restoration, watu waweze kumwona Mungu kama ni Baba anayetupenda, ni mtakatifu, na anatualika sisi kwa njia ya mwanaye tuweze kuishi maisha hayo ya utakatifu. Na ndiyo maana yale masurufu yote au tuseme mafao yote ya kiwokovu yako ndani ya kanisa, na tunaishi maisha hayo ya utakatifu kwa kutumia hayo mafao ya kiwokovu ambayo Kristo aliliachia kanisa lake. La pili ambalo linaletwa na lifanywa upya ni mawasiliano na Mungu. Sasa ile ya kwanza ni mawasiliano. Anatuambia mwandishi kwa Waebrania, anatuambia hapo mwanzo huko nyuma Mungu aliongea kwa njia ya manabii na kwa namna mbalimbali. Wakati huu anaongea nasi kwa njia ya mwanaye, na hapo ni kusema Mungu amefungua mlango wa mawasiliano kati yetu na yeye kwa njia ya tendo la umwilisho na kwa mafumbo mengine ya kiwokovu ambayo yako ndani ya Kristo, na hivyo kwamba kila mmoja ambaye amekuwa mwana wa wokovu huo, ameingia katika wokovu huo, aweze kuongea na Baba, kwa sababu anamwita Mungu Baba au Aba, yani Baba. Kwa hiyo Mungu kwa njia ya Kristo amefunua njia zote za sisi kuweza kuwasiliana na yeye, na ndiyo maana unaweza unaweza ukaongea na Mungu katika sala zako za moyo na hata katika masifu moja kwa moja, lakini chimbuko ni yeye aliyeshuka duniani akatukomboa na akatuonyesha namna ya kusali Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo hilo ni fao la pili la umwilisho. Tunaweza tukaongea na Mungu mmoja kwa moja. Lakini pia fao la tatu la umwilisho ni kubadili fikra za mwanadamu mintarafu Mungu, mintarafu ulimwengu, mintarafu sisi wenyewe, sisi kwa sisi. Badala ya kumwona Mungu kama ni
ni kitu fulani ambacho kiko huko na pengine ana hasira sana na kadhalika. Sasa hivi tunamuona Mungu kama Baba anayetupenda, anayetujali, anayetusindikiza katika historia ya maisha yetu, kila mmoja kwa namna yake, lakini taifa zima na historia nzima ya ulimwengu Mungu anaisindikiza kwa tunza yake. Tunasema divine providence. Mungu anaisindikiza historia ya ulimwengu na ya taifa lake takatifu, yaani kanisa, na kila muumini kwa tunza yake. Ukifikiri hivyo, basi wewe unabeba wokovu. Wewe umeshabadilika namna ya kufikiri, wala huna haja ya kurudi kwamba sisi mimi ni Msukuma, mimi ni sisi tulikuwa tunamwangalia Mungu hivi nini. Kila hao walikuwa na namna yao. Ukienda kwa Afrika wanaanza kwao, tena nyingine zinakuwa mbaya kweli namna ya kumuona Mungu. Lakini sasa hapa ni hivi, mitarafu ulimwengu, mwanadamu ameshatambua kwamba yuko hapa ulimwenguni, si kama sayansi inavyosema kwamba ametokana sijui na kitu gani, sijui mambo ya evolution, ametoka kwenye historia sijui nini. Anafahamu kwamba mimi niko hapa duniani, nimeletwa na Mungu, nimeumbwa kama kiumbe, sio kama kitu kilichotoka kwenye sijui minyoo, wengine wasema sijui machimpanze. Tunajua kwamba sisi tumeumbwa kama species, tumeumbwa na Mungu hivyo, na ametuumba na kwa mpango fulani. Ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie, alafu mwisho turudi kwake. Unaona mabadiliko haya ya kufikiri. Zamani haikuwa hivyo, hata kwa Waisraeli wenyewe. Uwepo wetu ulimwenguni umebadilika kutokana na mtazamo tulionao juu ya Mungu ambao umeletwa na huu mwilisho Kristo mwenyewe ambaye ametufunulia hivi. Mintarafu sisi wenyewe sasa, sisi kwa sisi tunapaswa kubadilika, kuona kwamba sisi kwa sisi ni ndugu, ni kaka na dada wa baba mmoja. Wewe ni mtoto wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu, yeye ni mtoto wa Mungu, na sisi sote ni watoto wa Mungu, na baba yetu ni mmoja aliye mbinguni. Na kama tukijitambua hivi kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja, basi tutaishi kwa mapendo, kwa haki, kwa kujaliana, kwa amani, ambazo ndio tunu ambazo zimeletwa na mtoto Yesu. Hiyo namna unaweza kuikuta kwa Wakristo, lakini pengine unaweza usikute kwenye imani nyingine. Kuna imani nyingi hapa duniani, unaweza kuikuta kwa Wakristo kwa ukamilifu wake, lakini pengine unaweza usikute sehemu nyingine. Ni nini? Umwilisho umetufunulia hayo, umeleta hayo mabadiliko ya fikra, na yote hayo ni upya ambao unabudika katika fumbo la umwilisho wa Mungu kuja na kukaa nasi. Basi tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa huo upekee, na yeye, kwa sababu somo la kwanza limetuambia kwamba yeye ni mwanga na uzima. Basi tunamuomba aangaze kila mmoja wetu, aangaze taifa, aangaze ulimwengu mzima, aweza kupenya hata kwa vitu visivyokuwa na uhai, kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba. Lakini apenye zaidi akili zetu na mioyo yetu, aangaze akili zetu tuweze kukazana kutambua ukweli kuhusu maisha ya mwanadamu, ukweli kuhusu ulimwengu, ukweli kuhusu Mungu, na tuweze kuishi kadiri ya ukweli huo kwa msaada wa neema zake, kwa sababu pia bado tunabeba udhaifu wa huu mwili aliyokuja kukomboa pia. Aangaze macho ya mioyo yetu, ili katika kukiri ukweli huo ambao akili imetambua, basi roho zetu, mioyo yetu iweze kubeba huo ukweli kwa mapendo makubwa, lakini kwa imani kubwa. Tumwombe Mungu aimarishe imani yetu, imani ya kila mmoja ambaye amemwamini Kristo, lakini awaite wana wengi wa Mungu waingie katika imani, ili ulimwengu uzidi kuenea zile fadhila na sifa njema ambazo Mungu amezifunua ulimwenguni kwa njia ya mwanaye aliyezaliwa kwetu.
na sifa hizo ni haki, amani, furaha, upendo. Hivyo vikienea, basi tunaishi hili fumbo la umwilisho. Ni fumbo hatulifahamu, lakini kwa kweli masurufu yake au tuseme mafao yake twaweza kuyaishi, twaweza kuyafahamu na twaweza kuyatambua, au effects. Kuna cause and effects. Sasa nafikiri mtanielewa wengine, basi hivyo, lakini effects za umwilisho wa Kristo tunaweza tukaziishi, ziko hapa mkononi, tunaweza tukazijua kwa akili na kwa imani, tunaweza tukaziishi tukibaki katika tumaini hilo la kufikia utimilifu wa uzima, utimilifu wa wokovu. Hayo ndio tunamuomba huyu mtoto Yesu aliyezaliwa yet ni mtu mzima atuangazie na atusaidie kweli tuweze kuishi vema matokeo au matunda ya kuja kwake ulimwenguni. Nawatakia tena Christmas njema yenye furaha na amani, na Mungu awajaze nuru hiyo ili kusudi muweze kutambua yaliyo kweli na kuyaishi kwa msaada wa neema zake. Herini sana kwa Noeli.